Nimesimama mbele kwa kuwakilisha kamati maalum iliyoteuliwa mnamo Agosti mwaka 2025 kwa ajili ya kupitia upya mchakato wa mabadiliko ya kimfumo kwa maana ya utawala na uendeshaji wa Simba Sports Club ili kuandaa marekebisho bora ya katiba na nyaraka nyingine hadi itakapofaa. Na hili kutokana na maagizo ya serikali yaliyotokana na ushauri wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na mapendekezo ya baraza la michezo la taifa kuhusiana na mabadiliko makubwa ya kimfumo ambayo Simba Sports Club tumekusudia. Ndugu mwenyekiti, kama tunavyofahamu, mfumo uliokuwa umependekezwa ulihusisha uwepo wa kampuni inayoitwa Simba Sports Club Company Limited ambayo ilikuwa imesajiliwa. Kampuni hii ilikuwa inaundwa na wanahisa wawili kutoka pande zote mbili, kwa maana ya Simba Company Limited akiwa na hisa 49 pamoja na Simba Sports Club Holding Company Limited ambayo ilikuwa na 51%. Sasa kutokana na mkutano huu wa 2017 ulipitisha marekebisho ya katiba ili kuaccommodate hali hiyo, na kwa muda mrefu sasa kumekuwa na changamoto za kukamilisha zoezi zima la transformation, ukizingatia kwamba imekuwa muda mrefu. Na mnamo tarehe 20 Januari 2025 baraza la wadhamini walimwandikia mwanasheria mkuu ushauri wa kuona ni namna gani tunaweza tukatoka kwenye mkwamo wa muda mrefu ambao umesababisha transformation isiweze kukamilika, na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali iliweza kuwasilisha na maoni yao ambayo kwa mujibu wa sheria maoni au ushauri wa mwanasheria unakuwa ni sheria, kwa hiyo lazima uzingatiwe. Kati ya mambo mengi ambayo yalishauriwa ambao wanachama tunafahamu, kuna mambo mawili ambayo kamati tunapenda kaseme ambayo yatakuwa ni msingi kwenye hoja au ajenda ambayo tunaenda kuijadili. Jambo la kwanza, katika mfumo uliokuwa umepitishwa maazimio pamoja na uwepo wa kampuni zile tatu, kulionekana kwamba taasisi 4 kwa maana kuna Simba Sports Club Limited ambayo ndio kampuni mama, lakini kuna Simba Company Limited, lakini kuna Simba Sports Holding Company Limited, lakini pia kulikuwa na Simba Sports Club Registered Trustee ambayo yenyewe kisheria ni taasisi. Sasa kutokana na hiyo, ofisi ya mwanasheria mkuu waliona kwamba kuna vitu ambavyo kisheria kama alivyoeleza naibu waziri mkuu, matamanio yetu lazima yaende endani na misingi ya kisheria. Kwa hiyo moja ya jambo ambalo tuko kufanya kwa kuwa tunachukua record, naomba usaidizi ni naibu waziri wa michezo, sio naibu waziri. Asante. Kwa hiyo mambo yaliyojadiliwa, la kwanza, mali zisizohamishika
mali zisizohamishika za klabu ya Simba kwa maana ya ardhi, majengo yaliyopo Kariakoo, Bunju zibaki mikononi mwa wanachama na sio kwenda kwenye kampuni. Na mali hii zibaki kuwa mikononi mwa wanachama kupitia baraza la wadhamini kama ilivyo kawaida ya sheria. Jambo la pili, umiliki wa hisa zile 51% kwenye kampuni ya Simba Sports Company Limited zitoke zisimilikiwe na Simba Holding Company Limited, badala yake zimilikiwe na baraza la wadhamini. Na kwa sababu hiyo Simba Sports Company Holding Limited inaonekana sasa ni kampuni ambayo haina maana kuwepo. Kwa hiyo ni lazima ifutwe kwa sababu haitakuwa na kazi yoyote. Ili kuweza kuakomodeti mambo haya, kamati tuliweza kupitia nyaraka nyingi pamoja na kupata ushauri kutoka kwa bodi ya wakurugenzi, baraza la wadhamini, lakini pia pamoja na ofisi ya mwenyekiti. Na sisi tunashukuru sana leo hii tunawasilisha mapendekezo na sehemu ambayo tunaona kwamba kwa kuzingatia ushauri wa wanasheria mkuu ambayo ndio sheria yenyewe, kuna baadhi ya vipengele vya katiba tuvibadilishe ili kuendana na hali hiyo, kwa maana ili mali ziendelee kuwa mikononi mwa wanachama kupitia baraza la wadhamini. Kama mabadiliko haya yatafanyika leo, Simba Sports Club itaingia katika hatua mpya ambayo ni nzuri zaidi na kuweza kuondoka kwenye mkwamo ambao umekuwepo kwa muda mrefu. Na mabadiliko haya yanajikita katika kufanya mambo yafuatayo kama mambo sita. La kwanza ni kuhakikisha utii wa matakwa mapya ya serikali kuhusu utawala wa michezo na haki za wanachama pamoja na uwekezaji. Lakini la pili, kufafanua kwa uwazi haki na wajibu wa wanachama, viongozi, lakini pamoja na uwekezaji. Cha tatu, mabadiliko haya yanalenga kuweka mifumo ya maamuzi iliyo wazi na isiyo na mgongano. Cha nne, mabadiliko haya yanalenga kulinda historia, utambulisho na utamaduni wa Simba Sports Club hata tunapopokea uwekezaji. Cha tano, mabadiliko haya yanalenga kushughulikia masuala ya umiliki, mamlaka ya kuitisha mkutano mkuu, ushirikishwaji wa wawekezaji pamoja na uwakilishi kwenye bodi ya wakurugenzi wa Simba Sports Company. Lakini pia yanaenda sasa kuiandaa klabu ya Simba kwa mustakabali wa uendeshaji wa kitaalamu wa transformation ya dola tumetamani sote. Marekebisho haya yanatafuta usalama kwa wanachama, kuheshimu matakwa ya serikali na wakati huo kuruhusu uwekezaji kushiriki ipasavyo kama mshirika wa ukuaji wa klabu ya Simba Sports Club. Tumekuwa makini kuhakikisha kwamba klabu inabaki kuwa taasisi ya wanajamii na hata tunapokaribisha uwekezaji kutoka nje. Na kwa sababu hiyo, marekebisho haya yatatengeneza uongozi wenye nguvu, mfumo wa kisasa na mwongozo wa mashirikiano kati ya wanachama na wawekezaji. Leo tunawasilisha mapendekezo haya kwenu wanachama kwa ajili ya majadiliano na muamue na kutoa mwongozo ulio bora zaidi. Sauti yenu kama wanachama ndio
mkubwa wa mchakato pasipo kukiuka sheria za nchi. Baada ya mjadala, tunaamini taratibu za marekebisho zitawasilishwa na kuidhinishwa na hatimaye tupate katiba ambayo itakuwa bora na ituvushe sasa kwenda kwenye transformation ambayo sote tumekuwa tumekiunana. Sehemu za mabadiliko kama ambavyo kuna shejo ambayo kila mwanachama nayo. Sasa nilikuwa naomba baada ya kutoa objective, ninaomba sasa niwapeleke kwenye area ambazo tunaona lazima katiba ibadilike ili kuaccommodate kile ambacho nimesema. Ukianzia ibara ya kwanza, ngoja kidogo. Hapa ungekaa mwanangu ndio usukuma. Baada ya kuyasema haya malengo na matamanio ya mabadiliko, sasa naomba niwapitishe kwenye kila ambacho tumekifanyia kazi ili na ninyi mpate fursa ya kujadili, muone picha kubwa ambayo tunatamani iwe kwa ajili ya kwanza ni ibara ya kwanza. Ukiangalia tafsiri ya Simba Sports Club Limited ilikuwa inajumuisha umiliki wa kwamba ni kampuni inayomilikiwa na Simba pamoja na Simba Sports Company Holding Limited, na kwa sababu sasa Simba Holding inaondoka, kwa hiyo lazima tafsiri hiyo ifanyiwe mabadiliko ili umiliki wa hisa za wanachama 51 zisomeke kwamba wanaomiliki ni bodi, baraza la wadhamini. Cha pili, kwenye tafsiri ya Simba Sports Company Holding Limited, kwa kuwa tumesema kampuni hii sasa inakuwa haina maana ya hapo, naomba niwapeleke kwenye ibara ya 6. Ibara ya 6, ibara ndogo ya pili. Ibara ya 6, ibara ndogo ya pili. Hisa za Simba Sports Club, naambia ndugu yangu, hisa za Sports Club zilikuwa zinamilikiwa na Simba Sports Company Holding Limited. Kwa hiyo lazima mabadilisho ili isomeke zitakuwa zinamilikiwa na baraza la wadhamini. Then tunaenda kwenye ibara ya 7. Diamond Jubilee. Ibara ndogo ya kwanza kuhusiana na dhamana ya kutoa kadi za wanachama. Kuna watu wengi ambao wameandikishwa kusainiwa hizo kadi. Kwa hiyo tulipopokea maoni ikaonekana kwamba afanyaje, basi apunguziwe mzigo huo. Umeongea naye zilisaidiwa na mwenyekiti pamoja na mwanachama mwenyewe. Then kwenye ibara ya 14, ibara ndogo ya hamna, kuna nyongeza baba abanye sijalala na siku bado ndondo nyingi imependekezwa wanachama wiki, ikiwezekana iwepo kwenye katiba. Najua taji, ninajua kuna mambo ambayo yanamfanya wanachama ilionekana kwamba ni vyema liwepo, ambapo haiko kama haielezewi kwenye vifungu vingine. Kuna mwanachama anaweza
basi ichukuliwe pia kama sababu ya wanachama wake kufikia kikomo, kwa sababu hata kuwa na namna yoyote kujihusisha na mpira. Sawa. Sawa. Kuna ibara ya 18. Kuna ibara ya 18. Naomba nizungumzie ibara ya 18, ibara ndogo ya 4 kwa pamoja na ibara ya 21 pamoja na 23 na 38, kwa sababu maudhui yake yanafanana. Kwenye vifungu hivyo 18 ibara ndogo ya 4, 21 ibara ndogo ya kwanza, 23 ibara ndogo ya kwanza na 38 ibara ndogo ya pili. Ilikuwa katiba ya sasa inazungumzia baadhi ya majukumu, kwa mfano kuitisha mkutano mkuu, kuteua wajumbe wa baraza na wadhamini. Kwa hiyo kuna vitu vingi katika Simba Sports Club vilikuwa vinafanywa na bodi ya wakurugenzi. Sasa mapendekezo yanayoletwa ni kwamba jukumu la kuitisha mkutano mkuu wa wanachama lifanywe na mwenyekiti kwa kushauriana na bodi ya wakurugenzi.